Tuende tukaangazie mechi nyingine ya ligi kuu ya NBC ambapo katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, Pamba Jiji Football Club wanakawekamo chini ya kocha Francis Baraza watakuwa wanawakaribisha wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker, mechi ambayo itapigwa saa 10 kamili za jioni. Simba ipo nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi ikiwa na alama 27, wakati Pamba Jiji Football Club ipo nafasi ya 6 ikiwa na alama 24. Simba ilifanya maandalizi ya mwisho jana jioni kwenye uwanja wa CCM Kirumba tayari kwa ajili ya mchezo wa leo. Kabla ya kuweza kuangazia takwimu tu, inawezekana kwamba kwa Simba wakiangalia viporo vyao vitatu na alama walizokuwa nazo, wanasema hii ni michezo ya kushinda ili kulipunguza gap na kufikisha alama moja dhidi ya watu ambao wanatuongoza. Inaongeza kwa kiasi gani ushindani wa kwenda kupata alama 3 muhimu leo Lilian Mukulu dhidi ya Pamba? Wanafahamu kabisa kwamba hii ni golden opportunity kwa sababu inawezekana Young Africans akawa hawajapata matokeo ya ushindi katika hizi mechi za hivi karibuni, ila you never know, inawezekana gari kaaka muda wote. Kwa hiyo lazima wajitahidi kupunguza gap kupitia hii michezo ambayo wako nayo, sasa katika mchezo huu ambao wanakutana leo dhidi ya Pamba. Ni moja ya sehemu ambayo kutafuta alama 3 ili kuzidi kupunguza ile gap, kwa sababu ukitazama gap lilikuwa takriban 0.5, sasa hivi limepungua mpaka 1 kama atafanikiwa kushinda mechi zote 3. Kwa hiyo hii ni advantage kwao, kwa sababu unapozidi kupunguza gap katika mtu ambaye anaongoza ligi, manake unazidi kujiongezea wewe nafasi ya kuweza kufanya vizuri au kuweza kumpiki yule ambaye yuko katika nafasi ya kwanza. Kwa hiyo kwa hizi mechi ambazo ziko nazo 3 mkononi dhidi ya anayeongoza ligi, yani mechi 3 nyuma, ni mechi ambazo dhahiri shahiri kwa Simba ni ushindi 100%. Tuangazie Simba, takwimu za Simba kwa msimu huu hapa katika ligi kuu ya NBC. Simba Sports Club amepata matokeo ya aina gani katika michezo ya ligi kuu ya NBC? Mpaka sasa Simba Sports Club amecheza michezo 12, amepata ushindi katika michezo 8, sare katika michezo 3, wakati amepoteza mchezo mmoja, ilikuwa ni dhidi ya Azam Football Club. Magoli ya kufunga ni 20, magoli ya kufungwa ni 5, nafasi ni ya 4, alama 27. Tactical approach ya Steve Barker ndani ya kikosi cha Simba kaanza kujipata kwenye first 11 yake. Kwa kile ambacho kinaonekana tayari kuna vitu ambavyo vimeshaonekana kwenye timu kwamba ameshapata kikosi chake ambacho kinaweza kikaanza kwenye mechi nyingi, kwa sababu kupata first 11 inategemeana na namba ya wachezaji ambao utakuwa unatumia mara kwa mara. Ikiwa ni pungufu ya mchezaji mmoja, let's say unabadilisha mchezaji mmoja peke yake, hawezi kusema kwamba huyu mwalimu bado anasaga na kikosi cha kwanza. Yaani eneo moja tu labda likawa linaingia na kutoka, unasema hili ni eneo moja tu, lakini kwenye maeneo mengi unaona regularly wale wanapata nafasi, unaweza kusema tayari mwalimu ameshapata kile ambacho anakihitaji. Kwa siku za hivi karibuni unaiona Simba ya Steve Barker ambayo starting 11 imekuwa haina mabadiliko makubwa. Kuanzia kwenye eneo la goalkeeping, Kasali ndiye ambaye amepata nafasi ya kucheza zaidi. Ukiangalia mstari wa kuzuia ni mstari ambao pia umeona wameshacheza kwa muda mrefu hao kwenye kipindi cha hivi karibuni, kwa maana ya Kapombe, Kibabage, ndani Tule pamoja na Lushain ambao anacheza kwenye ile eneo. Maana yake ni kwamba kwenye ile backline kuanzia kwa goalkeeping mpaka kwenye eneo la defenders ni hao ambao wanacheza kwenye mechi nyingi ambazo Simba ameingia nazo uwanjani. Iwe ni mechi yenye intensity ya juu, hiyo ni kwenye intensity ya chini, zote wameingia na kikosi hicho ambacho wanaanza nacho kwenye ile eneo. Plus kile ambacho nikifanya kwenye eneo la kiungo, unaona kwenye kuanza Kagoma, Kante, then Chama, Aura, Libase pamoja na Ino Loemba ambao wanaanza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo ni kama kuna kitu hivi ambacho mwalimu ameshakipata kwenye kikosi kwamba nitakuwa na uchaguzi wa kikosi kwenye mechi ambayo anaenda kukabiliana na mpinzani yeyote kuwa na wachezaji hao. Kwa nini? Kwa sababu vile ambavyo mimi navihitaji kuvipata vinapatikana kupitia wao. Kama anahitaji kupossess, hawa ni wachezaji ambao
kila ambao unamtaja hapa anaweza kutunza mpira kwenye mguu wake, kwamba nitakuwa na uwezo wa kupiga mpira kwa Chama, nitakuta huo mpira, tutapossess, tutapiga pasi, itakuwa pasi salama, tuendelee kucheza. Lakini tukiwa pia tumepoteza mpira, ni nani ambao watakuwa wawajibikaji zaidi kwenye eneo la kuzuia? Mnaweza kuwajibika kama timu, lakini lazima uwe na watu ambao wanajua kwamba hawa tukiupoteza mpira immediately wanaenda kuifanya hiyo kazi. Tabia hizo ni tabia binafsi za mchezaji. Kuna mchezaji ambaye kureact mpaka umkumbushe, lakini kuna mchezaji yeye ni jukumu lake, anajua kabisa kwamba mpira umepotea, mimi lazima nitareact kwenda kukaba. Ukiwa na Yusuf Kagoma unajua kwamba huyu wala una haja ya kumpigia makelele, mpira umepotea, unatakiwa kufanya nini. Kante naye pia kuna baadhi ya nyakati tunaona anafanya hilo jukumu. Hawa wengine ambao wanacheza kwenye mstari wa juu, kuna moments unaweza ukasema hapa sasa natakiwa kuwakumbusha kwamba Libas tumeshaupoteza, rudi uje usaidie. Kwa hiyo tayari kwangu naona mwalimu amepata wachezaji regularly ambao wanawatumia kwenye mechi ambazo Simba amecheza kwa siku za hivi karibuni, which unaona pia hata jinsi ambavyo timu inacheza, kuna vitu tu ambavyo natamani kuendelea kuviona, hasa combination play kwenye eneo la juu la kiwanja. Yaani combination play inamaanisha jinsi ambavyo wachezaji wanaweza akawa na uwezo wa kuelewana kwenye kile ambacho kila mmoja anakifanya. Na uwezo wa kuelewana kwa mchezaji na mchezaji mwingine ni kujua kwamba mimi nacheza na Msumi, kwamba Msumi nimpigie mipira aina gani ambayo inaweza ikawa ni rahisi kwake kuweza control na kutupa kitu ambacho ni chanya zaidi. Ukiangalia pengine kwa Libas au la pamoja na Loemba, kuna moments ni kama unaona combination yao pengine unatamani kuiona ikiclick wakiwa wanafanya movement ambazo zitakuwa zinatoa impact zaidi kwenye timu. Japo kwa sasa unaona kama kila mtu binafsi, yani ukisema mchezaji mmoja unaona kila mtu ana kitu ambacho yuko nacho. Yani kwamba ukimpa Libas mpira unajua kwamba akiupata ataenda vizuri, atambiti mchezaji mmoja, lakini unaona mwishoni ni kama yeye anatamani kushuti zaidi kuliko kutengeneza kwa mtu ambaye anaweza kaa kwenye nafasi nzuri. The same kwa Anicet Ula, naye pia kuna muda unaona anaweza akaenda na mpira comfortably kabisa, lakini mwishoni unaona hapa sehemu ambayo anaweza akatengeneza nafasi nzuri zaidi, anaweza kana tamani kushuti. Kwa hivyo ni vitu ambavyo kwenye combination play unaweza ukatengeneza mazingira ambayo movement ambazo mtazifanya juu ya kiwanja ziwe na madhara kwa wapinzani, mjue kwamba hapa nipo kwenye eneo ambalo ni gumu, nikimwekea pasi ya namna hiyo tunaweza tukawa na kitu ambacho kitakuwa ni kizuri. Lakini IQ ya mchezaji mwenyewe pia wakati mwingine inaweza ikadetermine kwamba huyo kwa alipofika naweza nikamwekea tukapata kitu ambacho kitakuwa ni bora, kama ambavyo ilitokea kwenye mechi ambayo Chama na Mpanzo walifunga lile goli kwenye combination ambayo unajua kwamba huyo kwa mkimbio aliofanya nikiweka pale tunaweza tukapata kitu ambacho kitakuwa ni bora. Tuangazie kuhusiana na matokeo ya michezo mitano iliyopita ya mnyama mkali Simba Sports Club ambayo ameweza kuipata. Ni matokeo ya aina gani kwa Simba Sports Club? Katika michezo mitano iliyopita alipata ushindi wa 2-1 dhidi ya Singida, suluhu dhidi ya Yanga, suluhu dhidi ya Dodoma Jiji, akipata ushindi wa 2-0 dhidi ya Tanzania Prisons na ushindi wa 2-0 dhidi ya KMC. What a run, Lilian Mukulu. It's a run ambayo inaonyesha kabisa kwamba kuna kazi kubwa sana ambayo amefanya Steve Barker tangu apewe na jukumu la kuinoa Simba Sports Club. Ukitazama katika hizi mechi zote tano alizocheza, ni mechi moja ambayo Simba aliruhusu goli, ni mechi dhidi ya Singida Black Stars. Kwa unaona kabisa kwamba sehemu ambayo imekuwa imetengeneza strength ni sehemu yao ya ulinzi. Manake ile partnership au ule umoja ambao ameutengeneza coach Barker, inawezekana umeweza kumlipa. Kukinukuu maneno yaliyo kusema Jose Mourinho, timu yenye safu bora ya ulinzi waga inachukua mataji. Kwa namna ambavyo amecheza katika hizi mechi tano wakiruhusu goli moja, ni moja ya run nzuri sana ambao wamekutana nayo. Inawezekana akawa ni matokeo mazuri ambayo wamekutana nayo. Ukiangalia namna ambavyo walicheza dhidi ya Young Africans, ukirejea jinsi ambavyo walicheza dhidi ya Singida Black Stars, unaona kuna namna ambavyo Simba maeneo ambayo inawezekana alikuwa ni sehemu ambayo inawezekana watu waliamini zikaleta changamoto. Ukitazama kumekuwa na mabadiliko mengi kuanzia mwanzo wa msimu hadi kufika hivi sasa. Angalia katika eneo la goalkeeping. Mwanzo wa msimu alikuwepo Kamara, ameshindwa kuendelea, akachukua nafasi ya Kubu. Ya Kubu na yeye ameshindwa kuendelea, maana yake tayari kuna changes ya magolikipa watatu katika eneo lao la nyuma. Unaenda katika eneo la defense line. Mwanzo wa msimu beki ambao alikuwepo naweza kusema regularly
ni either Shomari Kapombe pamoja na Rushin. Wengine wote wameingia dirisha dogo. Kwa unaona kabisa kukaa na changes kwamba aliyekuwa anacheza katika left back alikuwa ni Anton Mligo. Ameingia na Kamara naye pia alikuwa anarudishwa. Na Kamara alikuja kuingia dirisha dogo, ameingia Kibabagi ameenda kuchukua nafasi. Katika eneo la mabeki wawili wakati mwanzo wa msimu alikuwa anacheza Rushen na Hamza. Hamza akatoka akaingia Rushen pamoja na Shamu kiasi. Shamu akatoka akaingia Nangu. Nangu alivyoenda Shamu akawa ametolewa kwa mkopo. Nangu akaumia kwa akaja Ture. Kwa maana yake kwamba zile exchange kwa timu yote ambayo inakutana na exchange na mmoja katika eneo la ulinzi inawezekana ingetengeneza wakati mgumu sana kuelewana. Ila kwa Simba imekuwa tofauti kwamba anaingia katika kikosi ana uwezo kuelewana na wenzie vizuri kuweza kutengeneza ile partnership ambayo ilikuwepo. Muangalie Ture wakati anaingia mechi za kwanza watu walikuwa na wasiwasi. Mechi ya kwanza anacheza ni dhidi ya Esperance, walikuwa wanasema inawezekana ni beki ambaye hana zile interceptions za haraka, ila amechange katika mechi za hivi karibuni. Amekuwa ni dhidi ya Mashujaa. Mechi ya Esperance ile ya kundi ya 2-2 ndio nasema kwamba alianza na Mashujaa kwenye ligi kwa Mashujaa akaja Esperance. Yes. Esperance ndo ile ambayo Nangu aliumia kiwanjani, yeye ndo akachukua nafasi ya Hudson Nangu. Ile ya Mashujaa Nangu kuna mchezaji alitoka akaingia yeye. Ndio ilikuwa ya kwanza afu ndo akaja hii 2-2 ilikuwa ni ya pili. Ila aliingia kipindi cha pili. Aliingia kipindi cha pili. Baada ya kuumia Hudson Nangu. Kwa unaona kabisa kwamba bado ni challenge kwa mtu ambaye anatakiwa aweze kuclick moja kwa moja kwa sababu alikuwa anacheza ameumia na hajulikani anarudi lini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimeweza kukaa bwana, maana nasema kwa staili hii heko kubwa anastahili kupewa kocha wa Simba namna ambavyo ametengeneza timu yake. Sawa, heko kubwa anapewa staili kocha wa Simba, lakini kwa sasa tuungane na mwenzetu Innocent Alois kutoka jijini Mwanza ambaye alihudhuria jana mazoezi ya Simba, lakini bila kusahau pia reaction ya mashabiki wakiweza kuzungumzia kuhusiana na kikosi cha Simba dhidi ya Pamba Jiji Football Club. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata wasaa wa kufanya mazoezi katika uwanja wa CCM Kirumba na mazoezi yetu yamekwenda vizuri kwa maana ya kuanza vizuri na kuisha vizuri, na wachezaji wote ambao wamepata nafasi ya kufanya mazoezi wote wapo katika hali nzuri. Hii ni kusema ya kwamba wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Mwalimu Steven Becker kwa mara ya kwanza anafika katika uwanja wa CCM Kirumba na kwa mara ya kwanza anafika katika jiji la Mwanza na amejionea hali halisi ya uwanja wa CCM Kirumba. Niseme tu ya kwamba kwa hali ya hewa ya mpaka hivi sasa uwanja wa Kirumba upo katika hali nzuri kweli kweli, na tuwapongeze wamiliki wa uwanja huu, meneja uwanja huu, kusema kweli uwanja unaridhisha kweli kweli mpaka muda huu ambapo hakuna mvua ndani ya siku 3 hizi kwa siku ya Mwanza, na tunaombea kwa Mwenyezi Mungu kwa leo hii iliyobaki na kesho siku ya mchezo hali ya hewa ibaki hii ili siku ya mchezo tupate nafasi ya kutaradadi na kutakata katika dimba hili na tuweze kuonesha burudani kubwa kwa wanasimba na wana Mwanza kwa ujumla. Niseme tu ya kwamba kila kitu kimekwenda vizuri na sisi Simba Sports Club tuko tayari kuwatumikia wana Simba, tuko tayari kwenda kupigania alama 3. Alama 3 dhidi ya Pamba si kitu chepesi cha kwenda kukipata kwa urahisi, na niwakumbushe tu wana Simba ya kwamba tumekuwa na wakati mgumu sana dhidi ya timu kutoka katika jiji la Mwanza. Hata wakati wa Toto Africans tulikuwa tukipata tabu kweli kweli, na hivi sasa ni wakati wa Pamba. Hata Pamba ile ya mwanzo kabisa ya kina Fumo Felician bado Simba Sports tulikuwa tukipata wakati mgumu. Historia hiyo imeendelea kudumu ndani ya Mwanza, na sasa ni Simba dhidi ya Pamba ambapo tunaamini tutakwenda kupata ushindani mkubwa, tutakwenda kupata upinzani mkubwa, lakini sisi malengo yetu, kampeni yetu ni kwamba hatutaki kupoteza hata alama moja, hatutaki kupoteza hata theluthi ya alama katika michezo yetu ambayo tunacheza. Tumeweka mpango huo, tumeweka
tunaweka mkakati huo ili kuhakikisha kwamba tunaweka hai matumaini yetu ya kupigania ubingwa msimu huu. Na ili uweze kuwa bingwa ni lazima upate alama 3 katika mechi ngumu mithili hii ya Pamba. Tumeshapata alama 3 katika mechi ngumu huko, na sasa ni wakati wa kuchukua alama 3 mbele ya Pamba Jiji. Lakini kuchukua alama 3 mbele ya Pamba Jiji haijawahi kuwa kazi nyepesi. Ni lazima wanasimba wote wa kanda ya Ziwa, wanasimba wa Mwanza, tushikamane kwa pamoja, tuungane kwa pamoja, tufanye kazi ya pamoja, tupambane usiku na mchana bila kubaguana, bila kuangaliana. Kila mwana Simba aipambanie nembo ya Simba, na baada hapo tumwachie Mwenyezi Mungu na tuwaachie vijana wetu waende wakatuwakilishe vema siku ya kesho. Nimeona mazoezi, fitness na morali walionao wachezaji inanipa confidence kwamba kesho tunachukua point 3. Kwanza fitness, combination naona imekubali, lakini hali walionayo wachezaji nayo inanipa confidence kwamba kesho tunachukua point 3. Mashabiki na wapenzi wa Simba Sport na wana michezo wote kanda ya Ziwa na mikoa jirani ya hapa Mwanza waje wafike kuangalia burudani. Simba inatisha safari hii, lazima tuondoke na kombe. Nimeona mazoezi ya timu yangu, mazoezi ni mazuri, wachezaji wana morali, wana hali, na naona kabisa kwamba wako tayari kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo nafikiri kwamba mchezo wa kesho utakuwa mchezo mzuri, na hakika Simba itaweza kuondoka na pointi 3 muhimu. Morali kutoka kwa wachezaji, unaona ni wachezaji ambao wanautaka mchezo, na ukizingatia pia timu hivi sasa ina maingizo mapya ambayo ameingia dirisha dogo, lakini kila mchezaji alioingia anaonesha kitu cha kutamani kuona kwamba Simba msimu huu hapa inaweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Taarifa ya Innocent Alois akiweza kutuandalia hiyo kutokana na maandalizi ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Tuangazie wenyeji wa mchezo wa leo ambao ni Pamba Jiji Football Club wanakawekamo. Wenyewe takwimu zao zipoje chini ya kocha Francis Baraza katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC? Michezo ambayo amecheza ni 15, ushindi michezo 6, sare michezo 6, wamepoteza michezo 3, magoli ya kufunga 18, magoli ya kufungwa ni 13, nafasi ni ya 5, alama ni 24. Kumbuka huu ni msimu wake wa kwanza na kikosi cha Pamba Jiji Football Club, kwa sababu msimu uliopita kikosi cha Pamba kilimaliza na kocha Fred Felix Kataraia Minziro Majeshi Baba Isaya. Ukitazama timu ya Baraza, mfumo wake mama mara nyingi anaupenda kutumia ni 3-5-2. Vile ukiangalia timu yangu ilivyo training, na mimi nitakuwa ni mchezo mzuri. Michael Yera yuko na makocha ambao anajua kujielezea sana. Napenda approach ambayo jana ulimsikia kati anazungumza. Tumejiandaa vya kutosha. Tumepata muda hapa katikati hatujaweza kucheza. Akasema kauli moja. Ukitazama Simba inaona katikati na wachezaji wengi sana ambao wanapenda kumiliki mpira. Kwa hiyo mimi nitakuja na wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana kujilinda. Ni sehemu ambayo tunatamani sana. Yaani anakupa tactic ambayo kikao na kwa sababu ile fiziki ambayo tunaitamani na wachezaji wangu, na mimi nitakuwa mchezo mzuri. Kocha mmoja anapiga jimo, utafanyaje? Kama tutafanya mazoezi usafanya na kuelekeza wewe. Timu ya Pamba Jiji miongoni mwa timu ambazo ukiweka Mashujaa, ukiweka Dodoma, mid table teams, Pamba na yenyewe hapo kati, timu ambayo unasema kwamba imesajili wachezaji daraja fulani hivi la kuleta competition, unahitaji Pamba. Aina wachezaji ambao wapo nao. Baraza amejipambanuaje kiufundi kwa timu yake ya Pamba Jiji, Michael? Amejipambanua kuwa na timu ambayo inaweza ikakupa mechi tofauti kutokana na vile ambavyo mpinzani anakuwa anakuja. Kuwa na mechi tofauti tafsiri yake ni kwamba kuna mechi ambazo Baraza anaweza akakupa kasi zaidi kutokana na vile ambavyo atakuwa anaona kwenye mechi, na kwa sababu ana hizo materials kwenye timu inaweza kuwa ni rahisi kwake kuswitch na kuwa na hiyo approach kwamba mechi kwa sababu ina kasi niwe na kasi vivyo hivyo kwenye kufanya vile ambavyo itakuwa inahitajika. Lakini kuna moments pia ambazo unaweza kuona
timu pia inaweza ikawa na wachezaji ambao wanaweza akajilinda zaidi kwenye nyakati ambazo timu pia inahitaji kufanya hivyo, na kwenye eneo la kujilinda zaidi unaweza kuona kile ambacho mwalimu amekifanya kwa sasa ni kuwa na uwiano mzuri wa aina wachezaji pia ambao wanaweza akaifanya hiyo kazi kwenye eneo la kujilinda. Kwa mfano kwenye kile ambacho amefanikiwa Baraza, unaona kwenye mechi nyingi anamtumia mtu kama Kevin Nation kama mchezaji wa kiungo cha ukabaji. Lakini kwa nini sasa hivi unasema Kevin Nation amepunguza baadhi ya makosa ambayo alikuwa anafanya siku za nyuma? Ikiwa ni pamoja na kuwa kama kumbakumba, muda wote anatoka na kadi, naona faulo nyingi anacheza. Sasa hivi Kevin Nation ukimwangalia ni watofauti kidogo, amebadilika kwa sababu mwalimu ameona kitu gani ambacho anacho Kevin Nation, lakini unawezaje kumsupport kuwa na ubora zaidi kwenye hicho ambacho yuko nacho. Pengine inatokana pia na nature ya mwalimu. Kuna walimu ambao wao ni utilizers. Yaani anatumia tu kile ambacho yuko nacho, kwamba Msumi mimi nimekuta una mbio hizo shamaliza, sikuongezei kitu, ongezei ufundi, wewe si mbio, sawa, tumeshamaliza, sikupi support, sikufanya chochote. Mwalimu kwamba mimi nimemchukua Drogba kwa sababu ana nguvu, nitamweka pale juu, tushamaliza. Lakini mwalimu ambaye ni developer anaweza akaendeleza kipaji cha mtu, kujua kwamba huyu alivyo anaweza akafanya nini kwa ajili ya kuboost na vitu vingine. Anaweza akawa na njia pia sahihi ya kutumia kile ambacho mchezaji yuko nacho kukifanya kuwa bora zaidi kwa kutumia materials nyingine ambazo yuko nazo. Kwa Baraza hata wakati akiwa na Biashara wakati ule Kagera, walimu wengi ambao wanaamini kwenye matumizi ya wachezaji vijana wanaweza akawa na hiyo character pia kumbadilisha mchezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndio kitu ambacho Baraza yuko nacho. Hicho ni kitu pengine sio kwamba kila mwalimu atakuwa nacho. Yaani walimu wanakuwa tofauti. Sio kwamba kila mtu atakuwa anafundisha huyu na mwingine anakuwa sawa. Kwa hiyo unajaribu kuona kwenye eneo la defensive minded, unaona kile ambacho anakifanya Baraza kwenye kuongeza watu kwenye eneo la kuzuia, ili yule ambaye tunaamini kwamba ni mkabaji mzuri asiwe anapata tabu kwenye kukaba kiasi ambacho utakuwa unamexhaust kwenye matumizi. Unaweza kumkosa kwenye mechi kwa sababu ametumika sana, amepata kadi nyekundu, amepata kadi ya njano mfululizo, kwa sababu wewe ulikuwa unampa hilo jukumu peke yake, akave distance kubwa aende kukaba na kuta anafanya madhara. Anampunguzia kutokana na uwepo wa wachezaji kama kina Samuel Antwi, ambayo inawezekana kwamba mmoja wewe tulia chini, wewe nenda juu, na ndio maana Nation unaweza anakutana sana hizo rebound kwamba anapiga na kufunga. Sasa alichojaribu kiangalia ni kuona kwamba kwa kile ambacho Nation yuko nacho, kwa sababu ni mchezaji ambaye yupo aggressive, anatamani muda mwingi kufika kwenye matukio mengi kiwanjani. Unamchagulia mchezaji ambaye atakuwa anajua jinsi ya kucheza na mchezaji wa namna hii. Unajua kuna combination mzuri kutengeneza kwenye eneo la midfield. Mchezaji A akawa yupo aggressive, anataka kufika kwenye kila eneo. Ukimpa mchezaji mwingine baadaye atakuwa anataka pia kufika kwenye kila eneo kama James Mwashinga. Yes, hapo nilikuwa nataka kuongeza kitu kwa James Mwashinga. Faida ambayo anakutana nayo Kevin Nation ni kwamba Francis Baraza ni mtu ambaye alimtumia sana James Mwashinga yuko Biashara United mara. Alikuwa ndo engine yake katika eneo la kiungo. Sasa anachokifanya ni kwamba anafahamu kabisa Nation ni mtu ambaye anapenda kugonga. Ila Mwashinga ni mchezaji ambaye yeye hapendi kuchukua mpira kwa knocks. Anatamani kutazama namna gani ambavyo unachukua mpira. Na faida ambayo alikuwa nao ni kwamba akati kwa Biashara United alikuwa na kiungo mmoja hivi mrefu, na yeye alikuwa anapenda sana zile knocks. Alichokuwa anakifanya ni kama alichokifanya kwa Nation. Anampandisha kidogo Nation juu, namba 6 anacheza Mwashinga, manake Nation anapokuja kurejea huku, tunasema ile anapokuja kukaba ile tense haitakuwa kubwa kama ilivyokuwa mwanzoni, kwa sababu jukumu mama la kwake ni kucheza kama box to box. Yaani acheze katika maeneo yote ya kiwanja. Huku James Mwashinga akisema kama namba 6. Na ukiangalia kuna muda Mwashinga anarudi mpaka center half. Kwa sababu gani? Anafahamu bora yake. Mimi kwangu niwahi kumwambia Mwashinga kwamba moja ya kocha ambaye anakufahamu vizuri ni Francis Baraza. Akacheka. Akasema kwa nini? Nikamwambia he knows style yako of play. Na kweli ukiangalia hivi sasa ni kama vile anamrejesha sana katika eneo la nyuma.
na faida nyingine ni kuwepo na Antwi. Samuel Antwi faida yake ni moja, kwamba ni mtu ambaye yeye ni mwepesi kusoma hatari ya mpinzani kuliko mchezaji mwingine yote wa Pamba. Ndio maana ukitazama movement nyingi za Pamba, hata matokeo mengi ambayo anapata, utaona namna ambavyo Antwi ni beta kwenye kufanya interception kuliko mchezaji mwingine yote wa Pamba. Sawa, tuangazie michezo mitano ya mwisho ya Pamba Jiji Football Club ambayo wamecheza. Pamba Jiji alitoka sare dhidi ya Azam Football Club, alipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Namungo, ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Coastal Union na Mangushi, alikubali kichapo cha bao 3-0 dhidi ya JKT Tanzania na alikwenda sare ya bao 1-1 kwa dakika moja. Michael Hiera, tuenda kuangazia game ya aina gani kiujumla? Pamba dhidi ya Simba wanatuletea game ya aina gani kiufundi? Game ambayo tayari unaiona Pamba currently ikiwa inatumia mfumo wa walinzi 3-5 then wanakuwa wachezaji wawili juu. Tafsiri yake ni kwamba bado wanaweza akapata faida kwenye kuwazuia Simba kwenye maeneo ya pembeni ambayo currently yameonekana kuwa na hatari, kwa maana eneo ambalo anacheza Libase pamoja na Anseteula. Utakuwa na situation chache ambazo zitaruhusu 1v1. Hata katika mazingira ambayo utakuwa unakutana na hizo situation, inaweza ikawa ni distance ndogo ambaye mtu ambaye anaenda kumzuia na kuwa rahisi kwenye kukava. Pengine bato kwenye eneo la kiungo itabakia kuwa hapo, kwa sababu hilo ni eneo ambalo mara nyingi utakuta namba wachezaji na uwezo kawa inafanana, wachezaji 3 dhidi ya 3. Sasa ubora wa Simba kwenye kushinda vita moja dhidi ya moja ni kubwa. Kwa maana ukisema Chama akutana na mchezaji mmoja na unajua kwamba wewe ndio utapata tabu kwenye kumzuia. Kwa hiyo nafikiri ni mechi ambayo unaitegemea Pamba ambayo yenyewe itakuwa inapata faida mara nyingi kwenye matukio ya kuzuia maeneo ya pembeni. Tafsiri yake ni kwamba Simba anaweza akawa na faida ya kutumia mipira ambayo itakuwa inadondoka nyuma ya wale watu ambao wanakaa kwenye back 3 ili kuweza kupata hiyo faida ya kuweza kuscore. Na kitu kingine, najua Pamba amekuwa na matokeo mazuri sana katika uwanja wake wa nyumbani. Yaani Pamba katika michezo 6 ambayo ameshinda, 5 ameshindia katika uwanja wa nyumbani, 1 ndo ameshindia away. Katika hizo sare ambazo amepata, 3 amezipata nyumbani, 3 away. Kwa maana yake uwanja wake wa nyumbani umempa takriban alama, ukianza 5-15 maana yake jumlisha 3 maana yake alama 18 amezipata katika uwanja wa nyumbani kutoka katika alama 24. Kwa hiyo wao wana matumizi bora sana uwanja wa nyumbani.